Lokole, mbea wa kimataifa, yuko hapa. Mambo vipi? Poa. Pole na msiba. Asante shapoa wetu sote huo. Ni kweli. Labda kaka Juma uweze kumzungumzia Meja kwa jinsi ambavyo unamfahamu na ulipopata taarifa ya msiba wa marehemu mama yake. Kwanza nimpe pole Meja. Msiba mama ni msiba mzito ambao hauelezeki, haufananishwi na kitu chochote. Unajua mama wa mwenzako ni sawa na mama yako. Kwa hiyo linapomkuta mwenzio basi huna budi kwenda kumshika mkono na kumjulia hali. Nimpe pole Meja, yupo katika wakati mgumu. Mungu ampe nguvu kwenye kipindi kigumu. Meja mshikaji wangu, Meja ni mtu ambaye msikivu, ukimwambia kitu muelewa, alafu sio mtu wa magomvi, mtu anapenda amani. Kwa hiyo yani itoshe kusema Meja ni mtu wa watu. Itoshe kusema Meja ni mtu wa watu. Na nini haswa kilikuwa kinawaunganisha na Meja kuwa marafiki? Kazi yangu na kazi yake vinashabihiana. Kazi yake mziki, kazi yangu ni uandishi, kwa hiyo wote tunategemeana. So ukaribu wetu ni katika kazi, pia ujamaa wetu tumekuwa kama familia sasa. Kwa hiyo ilikuwa haipingiki yani ukaribu wangu na Meja, kwa sababu pia tunashare vitu vingi sana kwenye kazi. Namtegemea na nitegemea, tunategemeana kwenye kazi. Na unamwona Meja ni mwanamuziki wa namna gani kwenye singeli? Ni mwanamuziki ambaye anajituma, ana tungo nzuri, anaimba vizuri. Ni mwanamuziki ambaye ana juhudi, anapenda vitu vizuri, anamuona mbali kufanya vitu vizuri. Neno lako kwa msiba huu mzito ambao umetukumba sisi kwa kuondokewa na mama yetu, kwa maana ya mama yake Meja Kunta? Pole kwa Meja, pole kwetu sisi wote wa Tanzania. Lake la kwetu sisi kikubwa tu tumuombe mama yetu apumzike mahala pema peponi. Basi tuzidishe dua. Mama Dangote, una lolote? Sina. Bwana, tumezungumza na Mama Dangote, lakini pia tumezungumza na Juma Lokole. Mengi hapa, lakini ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.